vitu ambavyo vinawezekana kupitia hivi vikundi vyetu, na namna hivyo ambavyo tutakuwa tunapita kuhamasisha zaidi. Safi, onekane kweli ya maeneo hayajashinda ni umuzi hapo kwamba tumo mitaa ya ndani, lakini wanatangazwa sheria fulani, hiyo ndio inaongoza kwa uchafu, sio inakuwa vipi. Kwa hiyo sijui wale wanaokaa hapo tena wote tutakuwa tunapita. Kwa hiyo sana na usafi pia sasa hivi tutapita pia nyumba kwa nyumba. Licha hivi leo tuko hapa, lakini sasa lengo wao watu wetu ambao sasa hivi wamemaliza, kinachofuata ndo wanaandaliwa sasa hivi. Kuna vyeti vyao, watakabidhiwa vyeti kutokana na mafunzo waliopata, lakini pia kuna vitambulisho watapata wote ambao wameshiriki kwa wilaya yote, maana sio hapa tu kwetu. Wilaya yote ya Magharibi watakabidhiwa rasmi kupitia kwetu sisi, tutapewa na sisi tutawakabidhi wao kwa wilaya yote ya Magharibi. Lakini vile vile swala jingine linalofuata hapa, namna utendaji kazi wa vikundi vyetu. Hivi vikundi vyetu kwa kweli sasa hivi vitakuwa viko serious, kwa sababu vitakuwa serious na kutakuwa na namba za simu zitatakiwa za hivi vikundi kupitia wananchi wa kawaida. Watatakiwa pia watakuwa na mawasiliano wa hawa kwa kutokana na tukio litakalotokezea. Sisi tutakuwa nao, tutafanya nao pamoja, lakini pia na wao wenyewe kwa muda wao pia watakuwa na siku yao na ujipangia au utakaopangiwa na shea kule, pia na wao watakuwa wanafanya kazi za doria maeneo mbalimbali kwa mujibu wa vile watakavyokuwa wanapangiwa na shea. Na sisi hapa tutakuwa tuna maeneo tofauti. Tuna eneo letu la Kisimambazi hili, lakini kuna zoni tofauti. Hizo zoni zote hizo zinatakiwa pia zifanyiwe kazi kuhakikisha vile vikundi ambavyo vimekuwa kero au kuna mtu yoyote anafanya matokeo ya kiuhalifu, isiwe kwamba ionekane kashinda hana njia yoyote, kwamba wao wamepewa nafasi ya kushughulikia, lakini likibidi hatua zaidi hilo swala, basi tunawasiliana. Kama tutatakiwa hatua zaidi, tutafanya hatua zaidi. Ikibidi hatua zaidi ni chukue nguvu ya polisi kule, ili mradi eneo letu kama nilivyosemwa na katibu hapa, ndizi ifike mahala au ikitokezea mtu umesahau kuanua nguo, basi asubuhi uzikute. Yani tujikutie hivyo kwamba umesahau. Maana tulifikia mahala tuliambiwa hata mtu akipoteza 1000 basi akirudi ile sehemu ikute iko pale pale. Sasa na mimi nadhani kwa nguvu hii tutakapokwenda hicho kitu kitawezekana. Ni ule ushirikiano na namna kwa sababu kuna wale ambao watakuwa wanafanya kazi moja kwa moja, lakini pia wale ambao watakuwa wanatoa taarifa vile vile. Si lazima, kuna wengine katika wananchi wa kawaida atakuwa mimi kutokana na nini kuna vitu vinanikera, lakini kujitokeza hivi kwa mimi kidogo itakuwa mashaka. Pia kuna watu ambao utawaona ambao hizo taarifa hazitovuja, na hiyo shughuli hilo tatizo ambalo utakuwa umeliwasilisha litafanywa kazi kama kawaida. Kubwa hapa ninachotaka kusema ambavyo vitu ambavyo vitafuata baadaye. Sisi sasa hivi tumeanza kupita zoni kwa zoni, ingawa bado hawajaja watu wengi, lakini kitakachofuata pia tutapita nyumba kwa nyumba kuambia kuhusu hichi kikundi kilichokuwepo na namna kitakavyokuwa kinafanya kazi, na pia tutatoa nafasi za kuwapokea wengine ambao watataka kujiunga, basi itakuwepo nafasi, lakini pia watapangiwa siku yao kwenda kupewa mafunzo. Kwa hiyo tutapita, manake hapa hawajajitokeza wengi hivyo, lakini tutapita maeneo kwa maeneo, zoni kwa zoni, mpaka tumalize zoni zote, kwa sababu kinachofuata baadaye kuna kikao chengine kitakuja hapa, ambacho kikao hicho atakuwepo mheshimiwa mkuu wa wilaya hii. Nadhani kitafanyika Kiembe Samaki, lakini akija yeye tutakusanya shehia 3. Itakuwa sisi shehia Mbweni, Kiembe Samaki na Michungwani. Michungwani iko karibu. Kwa hiyo nategemea kuna kikao hicho kitafuata baadaye. Kwa hiyo ndio maana tumeanza hivi maandalizi ya hicho kikao kikubwa kitakachokuja, ambacho tunategemea atakuwa yupo mkuu wa wilaya hii, lakini vile vile atakuwepo na mkuu wa polisi wilaya, lakini vile vile atakuwepo mkuu wa polisi jamii wilaya. Lengo ndio hili, kutia msisitizo ya mambo ambayo ambayo yanaendelea sasa hivi, kwa sababu yako kiasi fulani tuseme ule umakini wake sasa hivi inabidi unatakiwa uwe zaidi ya vile tulivyokuwa uko siku za nyuma. Kwa hiyo wao pia hicho kikao kitafuata baadaye. Tukimaliza hizo zoni kwa zoni, hicho kikao kitafuata, kwa sababu leo walinipigia simu kutaka kujua maandalizi yetu yako vipi. Kwa sasa hivi ndio tunapita zoni kwa zoni, baadaye tutapita nyumba kwa nyumba, alafu tutakuja kupewa rasmi siku yetu siku gani mkuu wa wilaya atakuja huko na timu yake. Kwa hiyo kwa kifupi hiyo niigusie tu kwamba ni kitu ambacho kinafuata baadaye.